Kwa majina ninaitwa Gabriel Ng'ang'a na ninahudumu kama moderator wa kanisa hili, kanisa ambalo ni la Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Murera. Kama ambavyo mnaona hapa, tuna mradi mkubwa sana wa ujenzi wa kanisa, na ni kanisa la kisasa, kanisa ambalo tumeanza kulijenga mwaka mmoja uliopita. Mwaka wa 2025 tulikuwa na baba askofu Peter Kamomoe, na akakuja akafanya ground breaking, na tumezidi kupiga hatua siku baada ya nyingine, na nikuchukua tu nafasi hii kutoa shukrani za kipekee kwa Wakristo wote wa kanisa hili ambao wamejitoa kwa hali na mali. Kila wakati wamekuwa wakionyesha upendo mkubwa sana, hasa katika matoleo yao. Mahali ambapo tumefika sasa, tumeweza kufanya superstructure, na kitu ambacho sasa tunataka tufanye ni kuweka paa la kanisa hili, na tunaendelea vizuri. Tunazidi kuongea na marafiki zetu, tunazidi kuchangamka katika jumuiya zetu, na tunatarajia ikifikia pengine nusu ya mwaka huu, tuseme mwezi wa 7, mwezi wa 8, tutakuwa basi tunaweza kuwekelea roof, na kutoka hapo mwaka ukiendelea pengine kuelekea katika mwisho wa mwaka huu, tunaweza pengine, Mungu akitusaidia, tunaweza kufanya misa ya kwanza katika kanisa hili. Na ni kuwaomba tu mzidi kujitoa kwa hali na mali. Hagai 1:8, Mungu anazidi kutualika na inasema tupande juu ya milima tukatafute miti na tujenge hekalu, naye Mungu atafurahia kwa kutukuzwa katika lile hekalu. Asante. St. Michael Catholic Church, St. Michael Murera, St. Michael Murera, St. Michael Murera, Mtakatifu Mikaeli. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina ni Michael Gitao kutoka kigango hiki cha Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Murera. Kigango chetu kilianzishwa miaka ya 70, ambapo wakati ule ibada zilikuwa zinafanyika kule St. Teresa Karimoni, ambako padri ambaye alikuwa na hudumu wakati ule alikuwa ni marehemu Padri Downi. Baadaye ndio parokia ya Ruiru ikaundwa, na tukawa chini ya uongozi ama chini ya uongozi wa Padri marehemu Francis Baldacchino, ambaye ndiye alikuwa padri wa kwanza, ambaye aliishia kuwa askofu wa jimbo la Malindi. Baada ya huduma ya marehemu Francis Baldacchino, akaja Padri George Bezina, ambaye pia alituhudumia pale Ruiru wakati Ruiru ikiwa parokia. Alipoondoka akamwachia uongozi Padri Andrew Mwaura, ambaye alikuwa Mwafrika wa kwanza padri mkapuchini. Baada ya Padri Mwaura akakuja Padri Francis Jabedo, akahudumu pia pale Ruiru, ambaye alifuatiwa na Padri Martin Njiraine OFM Cup. Baada ya Padri Martin Njiraine, huduma yake wakati wake wa kuhudumu ulipoisha, ndio akakuja Padri Paul Sila, pia wa shirika la Wakapuchini. Padri Paul Sila, huduma yake ilipoisha ama wakati wa kuhudumu, akamwachia Padri Vincent Shumila. Padri Vincent Shumila akahudumu pia, kipindi chake cha kuhudumu kilipoisha, akamwachia padri ambaye yuko Padri Charles Njoroge, pia wa shirika la ndugu wa Kapuchini. Mwaka huu parokia ya Mtakatifu Francisco Asisi Ruiru
imepata kugawa zikawa parokia mbili, na sisi tuko chini ya parokia mpya ya Mtakatifu Paulo Mugudha, chini ya uongozi ama chini ya huduma ya baba paroko Padri Alex Ng'ang'a Njenga, ambaye ndiye anayetuhudumia wakati huu katika kigango hiki cha Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu. Asanteni. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Augustine Murega Gitongo na ni mshiriki wa St. Michael Murera, na nilikuja Murera mwaka wa 2003 August, na ile mwaka ilikuwa inafuata 2004 nikachaguliwa kama chairman. Wakati nilichukua usukani wa chairmanship, nilikuta kama plot ya kanisa ilikuwa na case, kwa hivyo hatungeweza kujenga kanisa kwa sababu hatukuwa na ownership document. Kwa hivyo tuliendelea na kesi, tukashinda wale wenye tulikuwa tuna kesi na wao, although haikuwa ni mambo kubwa, ilikuwa ni typing error, lakini kubadilisha title haikabadilishwa tu bila court order. Kwa hivyo ndio sababu tulienda kotini ndio kuweza kutoka court order ya kucancel hiyo title, ndio isome majina yetu ya Archdiocese of Nairobi. Na kwa uwezo wa Mungu tuliweza kufika kikomo ya hiyo kesi, na tunashukuru Mungu sana kwa sababu tutajenga sasa mahali yenye inaitwa Archdiocese of Nairobi property. Sasa tunamshukuru sana na tunaamini ya kwamba yeye huwa anakuja wakati ambaye ufaao, huwa hachelewi. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Alfred Mureithi, aliyekuwa wakati moja mwenyekiti wa kanisa hili letu la Mtakatifu Mikaeli. Katika uongozi wa kanisa letu unaenda kwa utaratibu ufuatao. Wa kwanza ni Teresia wa Karo. Wa pili aliyechukua kutoka kwa Teresia ni marehemu kwa sasa hivi anaitwa Francis Mwiruri. Wa tatu ni Bwana Kinuthia ambaye kwa sasa hivi ni chifu wetu wa tarafa hii yetu. Akafuatwa na Bwana Augustine Murega. Aliyechukua kutoka kwa Augustine Murega anaitwa Paul Kahenya, naye mimi nikachukua uongozi kutoka kwa Paul Kahenya. Hapo ndipo katika uongozi wa kanisa letu ama kanisa Katoliki wenyekiti uliishia hapo. Tulipomaliza
uongozi wa wenyekiti, kanisa lilikuja na jina lingine la mwenyekiti kama moderator. Na moderator wetu wa kwanza anaitwa Gilbert Kenywa, aliyefuatwa na moderator kwa sasa hivi anaitwa Gabriel Ng'ang'a. Asante sana na tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Helen Muthoni Mirengo. Mimi ni mkaaji hapa Murera na ninashiriki katika hili kanisa la St. Michael Murera. Kwa kiufupi, kanisa letu la St. Michael Murera nilikuwa katika kanisa kuu la St. Francis of Assisi, ambayo ni kanisa ilikuwa imeekwa katika vikundi 5 ama tunaweza ziita zone. Kulikuwa hizo zones zilikuwa ni Kwehota, kulikuwa na Jacaranda, kulikuwa na Kumura, then there was the central zone. Sisi tulikuwa baadhi ya Jacaranda zone ambayo ilikuwa inajumuisha jumuiya ndogo yetu ya St. Michael, jumuiya ya St. James, na kulikuwa na jumuiya kutoka Rwera, kulikuwa na ya Oaklands, na kuna ingine kwa estate ingine ya Karangi. Na katika hapo kanisa letu liliendelea kukua na tukapewa nafasi ya kuwa kama kanisa la St. Michael, jambo ambalo tulifurahia sana. Na wakati tulipokuwa hapa kanisani, padri alionelea ni vizuri kwa sababu kanisa limekuwa kubwa sana, tupewe nafasi ya kuwa jumuiya na tugawanywe katika majumuiya. Jumuiya tangu mwanzo zimekuja zikifuruliza mpaka wakati wa saa hii ambapo tunajivunia kuwa na jumuiya 12 ambazo ni St. Theophilus, St. Jacinta, St. Albert the Great. We have St. Charles Rwanga, St. Matthias Murumba. Kwa ile kona ingine we have St. Mark the Evangelist, Blessed Irene, St. Francis Xavier, St. Bridget, St. Boniface, St. Felix of Kataliche and St. Lawrence of Brindisi. Na kwa jumla hizo ndio jumuiya ambazo tunajivunia kwa saa hii, na bado tuko na maoni ya kwamba jumuiya zetu zinaendelea kupanuka na hivi karibuni zinaweza kuja hata zikakuwa zaidi ya zile ambazo saa hii tunajivunia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumukumia Yesu Kristo. Kanitha Murera hindi ĩrĩa niĩ ndambĩrĩirie nĩ twambĩrĩirie mĩaka ya tene, nĩ tondũ ithuĩ tũkĩambĩrĩria twathiaga Rũirũ, na twathiĩ Rũirũ kwarĩ batha warĩ kuo wetagwo George Pasina, na batha ũcio arĩ mũthũngũ, na ithuĩ ona tũkĩbatithio na kandi ya ona twabatithagio na rĩtwa rĩa Rũirũ. Rĩu niĩ ona namba cia Rũirũ nĩ gũcoka ndacokire kũgĩra ngĩka ũhiki, ngĩgĩra namba cia Karimoni ngĩrehe Rũirũ. Rĩu tũgĩtindĩka o ithuĩ ona nĩ twarutaga mbeca cia gwaka kanitha ĩrĩa ya Rũirũ, na twarutaga mwaka ciringi 12 o mwaka. No ũcio ũretwo Patrick Njoroge nĩwe wakoragwo na ibuku ritũ, nĩwe twaneaga agatũrutĩra agatwara. Twoka gũkũ nĩguo gwatuĩkire no twĩkage mitha ya mũgambo, nĩ tondũ ĩyo batha gũtiarĩ mabatha, rĩu gũtiarĩ mabatha maingĩ hĩndĩ ĩyo. Tũgĩtindĩka ya mũgambo, tũgĩcoka batha okaga mweri rita rĩmwe, no okaga thaa 10 nĩ tondũ ndangĩona wa gũtũma. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Dominic Gitau. Mimi ni mzaliwa hapa Murera, na mimi ni mshirika wa hili kanisa la Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu, na niko hapa kwa ajili ya kuelezea kuhusu walimu wa dini ambao wamekuwa wakilihudumia hili kanisa kutoka hapo awali. Tuko na mwalimu ambaye amefundisha, ambaye tunamuita John Ole Sururu, ambaye ni mwenda zake. Pia tuko na mwenda zake Patrick Njoroge Gitambe, Patrick Nyegenye, James Mboro, Patrick Nyakundi, Francis Ndungu, Gabriel
Kimeu, Samuel Munyeri, Julius Mtua, na pia tuko na mimi ambaye bado naendelea kufundisha hata kwa wakati huu. Umuhimu wa walimu wa dini katika kanisa Katoliki ni watu wa maana sana, kwa sababu ndio wanaweka msingi wa imani wa kanisa. Wanafundisha watoto na watu wazima imani ya kanisa ili kanisa liweze kusimama imara. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Gilbert Kinyanjui Kenywa, the first moderator St. Michael Catholic Church katika archdiocese yetu ya Nairobi, na ningependa kunena kuhusu vikundi vyetu vya kanisa kulingana na mpangilio uliowekwa na archdiocese yetu ama jimbo letu kuu. Kikundi cha kwanza ni kikundi cha wanaume ambacho ni CMA, Catholic Men Association. Kikundi cha pili ni kikundi cha Catholic Women Association. Tuna kikundi kingine ambacho ni kikundi cha YCA, Catholic Young Adults. Pia tuna kikundi kingine ambacho ni kikundi cha wanalika ama youth. Tuna kikundi kingine ambacho ni MYM, ambacho ni kikundi cha hawa watoto ambao wanaingia shule ya upili. Pia tuna kikundi kingine ambacho ni kikundi cha PMC, na hiki kikundi cha PMC, Pontifical Missionary Movement, na ni kikundi ambacho kinachukua watoto wachanga kutoka mtoto wa mwaka mmoja hadi miaka 14. Pia katika kanisa tuna kikundi cha maombi kinaitwa Sacred Heart ama kikundi cha moyo mtakatifu wa Yesu. Hizo vikundi ni zile vikundi ambazo kanisa imeangalia kwamba kila Mkristo kutoka mtoto, kutoka mwana youth na pia wanalika wote wako katika vikundi vya kanisa, ili kusikue na gap yeyote ambapo hakuna wakati Mkristo wetu hata kuwa mahali popote amejishikilia kwa kikundi cha imani. Hizo vikundi pamoja na kikundi cha kwaya ni vikundi ambazo tuko nazo katika hili kanisa letu la Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu, na tunaendelea kutarajia ya kwamba vikundi zingine pia zitachipuka za kuwezesha Wakristo wetu kukua kiimani na hasa imani yao iweze kukolea kwa ile njia inayofaa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Michael Jonjo. Mimi ni mshirika wa hili kanisa la St. Michael Murera, na kwa wakati huu nasikilia kama vice moderator. Nataka kueleza kidogo kuhusu mafundisho ya kidini ya Kristo ama SDC ukipenda. Hili shirika lilikuja katika parokia ya Ruiru mwaka wa 89. Wakati ule kulikuwa na paroko ambaye alikuwa anaitwa Father George Bezina OFM Cup. Aliona kuna umuhimu ya kuwa na wanachama zaidi ama watu zaidi wa kumsaidia katika kufundisha mafundisho ama katekizimu, na kwa hivyo akaita wanachama kutoka kisiwa cha Malta ili wakuje waanzishe shirika la SDC ili waweze kusaidiana naye katika kumsaidia katekizimu. Tulipokuwa tukiongezeka kama vijana, tuliona ni vizuri kama tunaweza pata mahara ambao tutakuwa tukikutana kuliko kwenda Ruiru, kwa vile ilikuwa ni safari ndefu. Na moja kwa moja tuliweza kuongea na kunena na aliyekuwa mkuu wa shirika wakati ule Gaetano de Celis, ili aweze kutusaidia katika kutafuta wafadhili tuweze kununua ardhi mahali tunaweza jenga nyumba ya shirika ili tuwe tunakutana karibu. Aliweza kukubali ile ombi, na tukishirikiana na aliyekuwa memba wa shirika Sami Munyeri aliweza kuandika proposal hadi kisiwa cha Malta, na tukaweza kupata wafadhili, wakaweza kutupa hera ama fedha, tukaweza kununua ile 7 la mahara St. Agnes iko. Tulinunua ile 7, na baadaye shirika likaendelea, na miaka ya 2000 shirika likawa na matatizo hapa Murera,
na kwa hivyo shirika kupitia kwa yule superior aliyekuweko wakati ule wakaonelea ni vizuri wauze lile shamba na waweze kufanya jambo lingine ama waweze kuhamisha shirika. Na kwa hivyo tukaweza kuongea pamoja na shirika la SDC ili ile shamba isiweze kuuzwa kwa mtu yeyote yule, kwa sababu ardhi ya kanisa ilikuwa na tatizo la kesi wakati ule, na mkuu wa shirika akakubali na akaweza kupea priority ya kwanza kanisa la St. Michael. Na kanisa tukaweza kufanya michango na watu wa mapenzi mema wakatoa hela na tukaweza kununua lile shamba, likawa limetoka katika shirika la Kristo ama SDC na kuingia katika jimbo la Nairobi. Na kwa hivyo tukalipa lile shamba, na kwa sasa lile shamba tuko na cheti kamili ambalo liko chini ya Archdiocese of Nairobi, na kwa hivyo lile kanisa liko chini ya St. Michael. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristu, Wakristo wenzangu na taifa la Mungu. Majina anaitwa Gabriel Ng'ang'a na katika kigango chetu cha St. Michael ninahudumu kama moderator wa sasa. Tulichaguliwa na kamati ya sasa mwaka uliopita, na kama kigango tunaendelea vizuri. Tuko chini ya parokia mpya ya St. Paul Catholic Parish Mugudha, ambayo iko chini ya usimamizi wa baba paroko Father Alex Ng'ang'a. Na kwa sasa tuko Wakristu karibu 1000. Tuko na familia kati ya 250 na 300, na wingi wa Wakristu tunaendelea kuona, tunaendelea kuongezeka. Watoto ni wengi katika kila kikundi, tunaona ongezeko kubwa ya Wakristu. Tuna the liturgical groups zote hapa kanisani. Tuna CWA, tuna CMA, tuna PMC, tuna MYM, tuna youth, tuna YCA. Vikundi zote ziko active na tunaendelea vizuri. Kwa sasa tunashiriki katika kanisa hili letu ambalo kwa sasa ni kanisa la mabati, lakini tuna mipango kabambe ambayo tunapanga ili kumjengea Mungu hekalu na kujenga kanisa mpya. Kufikia sasa tumefanya michoro yote ambayo inatakikana, the structural drawings, tumefanya architectural drawings, tumeweza kufanya ombi pale katika ofisi ya planning, county planning office, ili waweze kupitisha michoro yetu na tuweze kuanza mradi wetu wa ujenzi wa kanisa. Kanisa ambalo tunatarajia kujenga ni kanisa la kisasa. Tunatarajia kufanya capacity ya kati ya 1200 na 1500. Januari mwaka ujao, mwaka wa 2025, tunamtarajia baba askofu ambaye atakuja hapa St. Michael, atashiriki na sisi na atatufanyia ground breaking, na kuanzia hapo basi tutaweza kuanzisha mradi wa ujenzi wa kanisa letu. Tumechanga pesa. Kufikia sasa tumechanga kati ya milioni 8 na milioni 8.5 ambayo tutatumia katika kufanya ile foundation, na tukishaanza basi ni kuendelea, na tunaomba Mwenyezi Mungu atajalia Wakristo na ataweza kuweka pesa katika mifuko ya Wakristo wetu, ndio mradi wa ujenzi wa kanisa letu uweze kuanzia vizuri na uweze kuendelea vizuri. Hawa Wakristo wote wale ambao wanaingia kwa sasa, wale ambao wamekuwepo, tukishikana mikono tufanye kazi kwa pamoja, basi hata kama kwa sasa tuna fedha kidogo, basi tutaendelea kupata fedha zaidi, na tutaendelea kushikana mikono na tutamjengea Mungu hekalu mpya, hekalu la kisasa, na hekalu ambalo tutalitumia kumtukuza na kumfanyia ibada. Asante sana, na Mungu azidi kuwabariki na kuwalinda siku zote, na hasa Wakristo katika kigango chetu. Mungu awabariki na awalinde siku zote. Asanteni sana.